Karibu wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra, ninawaomba ushirikiano mwema mpenzi mtazamaji, na kama haujaweza kupiga subscription jiunge na ukumbi huu, vile sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Mimi ni Bwana Ezra. Penye tunaelekea, wakati usiokuwa mrefu Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema, huenda akaachiliwa wakati wowote, kwa sababu tayari hii serikali imeweza kutekeleza lile jambo ambalo liliwafanya kumkamata Tundu Lissu na wakambambikizia kesi ya uhaini na kisha wakamfunga jela. Kile ambacho walikuwa wanataka kutekeleza, mpenzi mtazamaji, ni wizi wa kura. Tundu Lissu hangewapea wakati, hangewapea muda hata wa kuwazia kuandaa uchaguzi usiokuwa na huru, na ndio maana uliona Tundu Lissu alikuwa ameanza mchakato wa kufanyia mageuzi uchaguzi kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi. Kuna jinsi ambavyo serikali imeanza kujifanya kwamba wao wanatetea haki na wanakataa kesi za kubambikiziwa, na ndio maana mimi nimeweza kuona kwamba wakati usiokuwa mrefu Tundu Lissu huenda kaachiliwa. Lakini ninawaomba wapenzi watazamaji ambao ni Watanzania, musisahau kamwe yale mabaya ambayo Samia aliwafanyia. Samia Suluhu Hassan akizungumza na majaji mnamo tarehe 13 Januari mwaka 2026 katika mkutano wa mwaka 2026 wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania uliofanyika jijini Dodoma, aliwalaumu na kuwasuta majaji kwa kuruhusu kesi za kubambikizwa mahakamani ambazo mpaka wakati mwingine uchukulia mshtakiwa kufungwa jela. Ndiyo, hiyo kauli si yangu, ni kauli ya Samia. Lakini mpenzi mtazamaji, ni dhamira ipi ambayo Samia alikuwa anataka kuijenga kipindi ambapo alizungumza mambo kama haya? Unajua, mwaka uliopita, mwaka 2024 na 2025, majaji Tanzania walitumika sana kama machawa wa serikali. Hata maafisa wa polisi walitumika sana. Na wacha niweze kuwaonya hivi, wale wote ambao ni machawa wa Samia, wale ambao Samia anatumika kutekeleza au kufanya jambo, ipo ama upo wakati ambao atawatema kama matapishi. Ameanza kutema majaji baada ya majaji sasa kumsaidia kuingia madarakani. Amewazomea kwamba, acha niangalie mahala ambapo nimeandika kwa kijitabu changu kidogo tu. Amewazomea akisema kwamba maandishi yangu yameenda wapi? Amewakemea majaji kwa kuruhusu kesi za kubambika mahakamani. Unajua kesi za kubambika ni zipi? Pale mnapata mtu hana makosa lakini anawekewa makosa, maafisa wa mahakama wanapewa pesa, kama vile Tundu Lissu walivyomwekea kesi za kubambika. Lakini unajua ni sababu gani ambayo Samia imeweza kumfanya anazungumza hayo? Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu,
Mtakubaliana nami kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuheshimu uhuru huu wa mahakama. Ila nitoe rai kwenu, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na waheshimiwa mahakimu, kuwa uhuru huu hauna budi kwenda sambamba na uwajibikaji, uadilifu, nidhamu, utii wa sheria na uzalendo kwa taifa lenu. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Watanzania wana matumaini makubwa sana na ninyi, na wangependa kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Huko mahabusu huko kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa engineering gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka nasema mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu, lakini nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake, kenda ukamfanya afungiwe kule, jipime una jukumu gani katika hilo. Ni muhimu kwa watoa haki nchini kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya kutoa haki. Ni muhimu kwa watenda haki au watoaji wa haki kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya utoaji wa haki. Hili ni muhimu sana. Naomba nitoe msisitizo kwamba kwa upande wetu serikali tatimiza wajibu wetu wa kuendelea kuimarisha huduma za mahakama, lakini niwatake nanyi timize wajibu wenu, ndugu zangu majaji na mahakimu, ambao ni kusimamia haki kwa kuzingatia katiba, sheria na maadili bila hofu, huba wala upendeleo. Na hiki ndicho kiapo chenu. Napowapisha pale mnasema nitazingatia katiba, nitasimamia kazi yangu bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Haya ndio mnayoyasema, nami ningependa sana msimamie kiapo chenu. Nina matumaini umeweza kusikiliza hayo maneno ya Samia. Unajua ni kwa nini Samia ameamua kuzungumzia mambo haya? Baada ya maandamano, serikali ya Samia ilianzisha mchakato wa kusema kwamba amani ni bora katika taifa, baada ya wao kuweza kuua Watanzania, baada ya serikali ya Samia kuua Watanzania. Na Watanzania wakaanza kusema kwamba haki ni bora kuliko amani, au haki na amani vinaoana, vinaenda moja kwa moja sambamba. Samia akaona kwamba Watanzania wamezamia kwenye haki, na yeye sasa ameanza kuzungumzia haki, ndiposa aweze kuonekana kwamba yeye ni kipenzi ambacho kinawasikiliza wananchi, kwamba wananchi wanataka haki na yeye ameanza kupigania haki hiyo ambayo wananchi wanataka. Msichokijua, huyu mtu ni shetani, ni nyoka ambaye anauma kuwili, anauma hapa na anauma huku. Ndio, unajua tayari alikwisha tekeleza lile jambo ambalo alikuwa anataka, la kuiba kura, la kuua wale ambao walikuwa wanakataa ushindi wake. Sasa hivi yuko na cheti cha urais, aliapishwa na hiyo mahakama, amewaruka. Sasa hebu niambie ni kitu gani ambacho kitafanya mahakama iendelee kumzuia Tundu Lissu kwa kesi za kubambika? Kwa sababu kwa msimamo wa Tundu Lissu amekuwa akisema kwamba amebambikiziwa kesi za uhaini. Na unaona Samia ameweza kupea mahakama mtihani, akiwauliza nyinyi, kulingana na kile kiapo ambacho mlikula, kulingana na yale masomo ambao mlisoma, mbona mnaruhusu kesi za kubambika? Je,
ni yule mwenye aliweza kuleta kesi ya kubambika mahakamani ndiye yuko na kosa, au ni wewe mwenye uliweza kusikiliza kesi ya kubambika na ukaamua kwamba aweze kufungwa mtuhumiwa? Sasa majaji Tanzania wameweza kujipata kwenye tabu. Kwa hivyo Samia anataka kujifanya kwamba yeye anapigania haki sana, anasimama na haki, na ndio maana umeona ameanza kushambulia tume ya mahakama Tanzania. Lakini hii haki ambayo Samia anazungumzia, mpenzi mtazamaji, haiwezi kamwe ikatendeka kipindi ambapo serikali hii bado ndiyo inapuuza yale mambo ambayo mahakama inayasema. Mfano, unapata kwamba mahakama inaamuru polisi au jeshi la polisi kumfikisha mahakamani yule ambaye wameweza kumficha, wameweza kumpoteza chini ya masaa 4. Serikali inapuuza. Namba 2, Samia kuzungumzia haki, anataka kuhalalisha utawala wake kwamba ni utawala wa kusimamia haki na ni utawala ambao haubambikizi kesi. Sijui kama mnanielewa mpaka hapo. Anataka kuhalalisha utawala wake, yaani anataka wananchi wa Tanzania waweze kupenda utawala wake, kwamba ni utawala ambao unamjali mwananchi, ni utawala ambao ni mzuri. Sasa haja gani aanze kujifanya mzuri sasa hivi? Ameona kwamba Tundu Lissu aliweza kubambikiziwa kesi kipindi ambapo tayari amekwisha haribu mambo, ameiba kura, ameandaa uchaguzi ambao haukukuwa na haki, haukukuwa wa haki na huru, ameua Watanzania, amewapoteza raia ambao walikuwa wanasimamia ukweli na haki, anawatisha maaskofu kama vile akina Kitima ambao wanasimamia haki. Kwa hivyo hizi kauli ambazo Samia anazungumza ni za kupima akili za Watanzania mahala ambapo zimefika, na huu ni mtihani kwa mahakama, ni mtihani. Uzuri kipindi ambapo Samia alikuwa anazungumza walikuwa na jaji mkuu Tanzania. Jaji mkuu Tanzania alikuwa kwenye huu mkutano. Sasa amewarushia mtihani, waone wamtoe Tundu Lissu au waendelee kumfungia. Itafika kipindi ambapo wananchi watamuuliza, mbona unaendelea kuzuia Tundu Lissu kipindi ambapo Tundu Lissu hakufanya kosa? Alafu Samia ataambia raia kwamba nenda muulize mahakama. Atawaambia kwamba kama mnahisi kwamba tuliweza kubambikiza kesi, mbona mahakama inaendelea kumzuia? Sasa wale ambao mnaendelea kutumika na Samia, asua maafisa wa jeshi la polisi, itafika tu Samia atawatema kama matapishi, atawatema kutoka kwa kinywa chake kama matapishi, jinsi ambavyo ameweza kutema jeshi ameweza kutema majaji wa mahakama ya Tanzania, atawatema kama ganda la mua. Sijui wazo lako ni lipi, ila mahala ambapo tunaelekea, mahakama itasema kwamba wamekosa ushahidi wa kesi ya Tundu Lissu na ataachiliwa. Hatuendi mbali, ataachiliwa.